Okay, karibuni katika somo letu la siku ya leo, ambapo tunaenda kuangazia juu ya vyakula bora kwa wagonjwa wa figo, special CKD. Mimi kwa majina naitwa Nasiru Eric Morishid. Nipo katika career ya Clinical Nutrition and Dietetics. Kwamba kwa siku ya leo tutaenda kuangazia juu ya vyakula bora kwa wagonjwa wa figo, special CKD. Na kama tunavyofahamu, ugonjwa wa figo unaweza ukawa muda mfupi, lakini pia unaweza ukawa muda mrefu. Hasa muda mfupi unaweza ukakaa masaa hadi siku, approximately siku 7. Lakini pia kwa huu ugonjwa wa figo wa muda mrefu, wenyewe kulingana na baadhi ya vitabu unasema kuanzia miezi 3 na kuendelea. Hasa siku ya leo tutaenda kuangazia kwenye baadhi ya vyakula ambavyo ni bora kwa mgonjwa wa figo wa muda mrefu. Lakini pia tutagusia kunako nasaha juu ya afya ya figo. Mimi naitwa Nasiru Eric Morishid. Nipo katika career ya Clinical Nutrition and Dietetics. Muhtasari wetu ni kwamba tutaanza na utangulizi kuhusu ugonjwa wa figo. Ugonjwa wa figo wa muda mrefu ambao tunasema CKD, chronic kidney disease. Lakini pia tutaenda kuangazia juu ya changamoto zinazoweza kutokana na ugonjwa wa figo wa muda mrefu. Lakini pia tutaenda kuangazia kunako kazi za clinical dietitian kwa wagonjwa wa figo. Lakini pia tutaenda kuangazia juu ya utumiaji bora wa sodium, potassium, phosphorus na protini kwa wenye changamoto ya figo. Najua haya ni madini, na figo ukishapata changamoto kwa namna moja ama nyingine inakuwa na changamoto, kunakuwa na shida katika kubalance nini haya madini ya sodium, potassium, phosphorus, protein. Lakini pia tutaenda kuangazia juu ya vyakula vya kupunguza au kuepuka kwa wagonjwa wa figo ambao nasema chronic kidney disease, na tutataja hivyo vyakula, lakini pia tutataja na sababu zake. Lakini pia tutaenda kuangazia juu ya vyakula vya kutumia kwa wagonjwa wa figo. Baada ya kumaliza vyakula vya kuepuka au kujizuia, lakini pia tutaangalia alternative, tutumie vyakula gani kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya afya ya figo zetu. Lakini pia mwisho tutaenda kumalizia juu ya mambo yanayoweza kusababisha ugonjwa wa figo. Okay. Kwa kabla hatujaenda kwanza, ningeomba kila mmoja wetu au kwa msikilizaji wangu, ningeomba uweze kutega masikio, lakini pia na kufuatisha vile ambavyo tutaweza kuzungumza, kudiscuss, ili baadaye uje kuwa na kitu cha kuongeza, cha kuuliza, lakini pia na kurekebisha. Kwa ningeomba tufuatane kuanzia namba 1 mpaka namba 7 ili kusaidia uelewa mzuri. Lakini pia katika hivi vipengele ni kwamba vinasaidizana. Ina maana ukielewa vizuri kipengele cha kwanza, kipengele cha pili kinakuwa hakina shida. Lakini pia kipengele cha 3, cha 4 hivyo hivyo. Lakini ukiwa ni mwenye kurukaruka, basi itakuwa vigumu kuelewa somo letu kwa ujumla namna lilivyo. Hivyo basi naomba nianze juu ya utangulizi kuhusu ugonjwa wa figo wa muda mrefu. Kama tunavyojua, nilivyotangulia kusema, ugonjwa wa figo upo
katika namna mbili. Kuna ule unaokaa muda mfupi, lakini kuna huu ambao unakaa muda mrefu. Hasa siku ya leo tunaenda kudadafua kuangalia juu ya ugonjwa wa figo, vyakula bora juu ya ugonjwa wa figo wa muda mrefu ambao tunasema chronic kidney disease. Kama tunavyoona hapa ni kwamba hii ni figo tayari. Ni kwamba mwanzoni ilikuwa nzima, ila baada ya kuugua ikatoa picha ya aina hiyo. Tunaweza tukaona hapa kuna baadhi ya sehemu zishaharibika, lakini ya vingine bado zipo sawa. Kwa hiyo ni katika ugonjwa wa figo. Tunasema ugonjwa wa figo au chronic kidney disease ni hali ya kiafya ambapo figo zinaweza kupoteza uwezo wake wa kufanya kazi vizuri kwa muda mrefu, ambayo inakadiriwa zaidi ya miezi 3. Na kama tunavyojua figo kwenye mwili wa binadamu una majukumu ya muhimu sana katika mwili wa binadamu, kiasi kwamba mtu kuishi bila figo ni changamoto. Kwa hiyo yapasa kuzijua figo zetu na namna ya kuzitunza ili ziweze kufanya kazi kwa ufanisi. Na moja ya kazi kubwa ya figo ni kuchuja damu. Ina maana kama tunavyojua damu inasafiri mwili mzima, kila sehemu damu inafika. Na huko inakopita ni kwamba huwa inaenda kuchukua baadhi ya taka, na hizo taka huzisafirisha kutoka kule kuja kwenye figo. Na zikishafika kwenye figo yenyewe ni kwamba huwa inachuja damu. Ina maana inatoa ule uchafu inautoa kupitia mkojo, na damu safi inatoka na kuendelea kuzunguka mwilini. Sasa siku ya leo naomba tuangazie pia namna gani figo inafanya kazi. Figo kwa namna gani inafanya kazi? Figo zinafanya kazi kwa kutumia nephron ambazo ni vitengo vidogo vya kazi ndani ya figo. Kila figo ina takriban milioni 1 ya nephron. Wakati damu inapopita kwenye figo, nephron huchuja damu hiyo ili kuondoa taka na kurudisha virutubisho muhimu kwenye mwili. Kama tunavyoona hapa ni kwamba hii ndio figo yetu. Ni kwamba damu inasafirishwa kutoka kwenye moyo. Hiyo damu ikitoka kwenye moyo inakuwa ni chafu, inakuja kwenye figo. Inapokuja kwenye figo, kumbuka huu ni mshipa wa damu. Ukiingia kwenye figo unajigawa katika vimshipa vidogo ambavyo vinaenda kwenye nephron. Na kama tulivyosema, figo moja ina takriban ya nephron 1000. Kwa hiyo ina maana hivi mshipa vya damu vikiingia kwenye nephron, ndo damu inachujwa, baadaye inatoka nje kupitia mshipa wa damu ambao tunaita vein. Ina maana mshipa unaoingiza unaitwa artery na mshipa unaotoka unaitwa vein. Na damu ikishaingia kwenye figo, kama tunavyoona hapa, ndio figo yetu hii. Damu inachujwa, yale mabaki sasa ambayo tunaita mkojo yanapita yanaingia kwenye ureter. Kwenye ureter. Na hiyo ureter ndo inapeleka moja kwa moja kwenye kibofu cha mkojo. Na badala yake damu inatoka ikiwa imekuwa safi. Na hapa ndo kamchoro ka nephron, ambako tuseme unaweza kukata kipati kidogo kwenye figo, ndo tunakuja hapa kukikuza na kuona kuna kwa nini nephron ipoje. Kwamba huu mshipa wa damu unaingia, ukiingia kuna sehemu tunaziita Bowman capsule,
Bowman capsule na glomeruli, ambapo damu inachujwa. Ikishachujwa sasa, baadaye inatoka humo, inafanyaje? Inaingia kwenye mishipa, na kwenye mshipa huo inasafiri kwenye nini? Kwenye hiyo nephron. Lakini katika kusafiri kwake huku ni kwamba kuna baadhi ya vitu vinakuwa vinatoka kwenye mshipa wa damu, vinaingia kwenye nini? Kwenye hizi nephron. Vinatoka kwenye mshipa wa damu, vinaingia kwenye nephron. Na kuna baadhi ya vitu vinatoka kwenye nephron, vinaingia kwenye damu. Hiyo ni katika hali ya kubalance. Kwa mfano madini, kwa mfano tuna sodium, tuna potassium, tuna calcium na tuna maji pia. Vyote vinaweza vikasafishwa, vinaweza vikatoka kwenye hii nephron kaingia kwenye damu, au vikatoka kwenye damu kuingia kwenye nephron. Hii itategemeana na nini? Na balance ya nini? Balance ya damu. Sawa jamani? Kwa hiyo baadaye huu mkojo hivyo unaenda mwisho wa siku unakuja kutokeza nje. Ukitoka nje tu unaingia kwenye kibofu ndo mtu anaenda kufanyaje? Anaenda kukojoa. Na hapa damu kishaingia ndo inatoka ikiwa imefanyaje? Ikiwa imesafika. Kwa hiyo hii ndo namna nzima ambavyo figo inafanya kazi. Okay. Ngoja tuendelee kuangazia kunako kazi za figo. Kama tulivyosema hapo mwanzo kwamba miongoni mwa kazi za figo, katika kazi kubwa ni kuchuja damu. Figo hufanya kazi ya kuchuja damu ili kuondoa taka na maji yaliyozidi. Hiyo hujumuisha kuondoa madini ya potassium, madini ya sodium, phosphorus, calcium, maji, pia na vimiminika vilivyozidi au taka. Pia kuondoa bidhaa za mwisho za kimetabolic kama vile urea na creatinine. Na kwa urea na creatinine, hii urea ni kwamba huwa inatengenezwa kwa kutokea kwenye ini, ambapo tukiwa protini iliyozidi kwenye mwili, protini ikiwa imezidi kwenye mwili ni kwamba ini kama ini husaidia katika kuivunja na kutengeneza nini? Na kutengeneza urea. Hasa hii urea kwenye damu ni kwamba ni toxin, ni sumu in nature. Hivyo mwili kama mwili huweza kuitoa nje kupitia nini? Kupitia figo, kupitia mkojo. Ina maana kwenye mkojo ukipima lazima utakuta nini? Utakuta urea. Lakini pia hii creatinine ni kwamba huwa inazalishwa kutoka kwa nini? Kwenye muscles. Ina maana muscles zikiwa zinatanuka na kusinyaa, pale kuna uzalishaji wa nini? Wa hii creatinine. Sasa na hii creatinine ni kwamba na yenyewe ikiwa juu, na yenyewe ina changamoto. Hivyo mwili kama mwili huwa unaitoa nje kupitia nini? Kupitia mkojo. Hivyo ni vitu ambavyo vinapatikana kwenye damu. Kwa hiyo kazi kubwa ya figo ni kufanyaje? Ni kuchuja damu. Lakini pia kazi nyingine ya figo ni kudhibiti shinikizo la damu, ambapo kwa lugha nyepesi unasema nini? Pressure. Ina maana kama tunavyojua kwamba ikitokea pressure ya damu inaenda kwenye figo imekuwa chini, huwa kuna uzalishaji wa hormone inaitwa renin. Hii renin huwa inahusika kwenye nini? Kwenye kuanzisha system nzima ya kupandisha pressure ya damu. Na maana ikitokea pressure inaingia kwenye figo imekuwa chini, basi figo huwa inazalisha hormone inaitwa renin ambayo inasaidia kwenye utoaji wa angiotensinogen, angiotensin 1 kwenda angiotensin 2 na angiotensin 2 kama ilivyo utendaji kazi wake. Ile RAS mechanism yote inasaidiwa na nini? Na hii renin ambayo inazalishwa na nini? Na figo. Na hivyo hiyo angiotensin 2 kama tunavyojua huwa inasaidia kwa nini? Kwenye sympathetic stimulation ambayo inaenda kupandisha nani? Pressure. Lakini pia kuna posterior pituitary gland ambayo inazalisha ADH, lakini pia kuna vasoconstrictor zile na sisi tunazijua. Hivyo figo kama figo inasaidia katika kudhibiti shinikizo la damu. Ina maana ikitokea pressure imekuwa juu, basi renin huwa inafanyaje? Haizalishwi. Lakini ikitokea pressure imekuwa chini, hii renin ndio inafanyaje? Inazalishwa. Lakini pia
kazi nyingine ni kuzalisha homoni. Kama tunavyojua, figo ikitokea oxygen imekuwa ndogo kwenye figo, ni kwamba figo huwa inazalisha homoni inaitwa erythropoietin. Hii erythropoietin huwa inaenda kusaidia kwenye uzalishaji wa seli nyekundu za damu. Ina maana figo inazalisha hii erythropoietin. Hii erythropoietin inaenda kufanyaje? Kuact kwenye bone marrow ambazo zinapatikana kwenye mifupa. Huko seli nyekundu za damu zinazalishwa, badala yake seli za damu kwa kuwa zinahusika kwenye usafirishaji wa oxygen, basi ndo system nzima ilivyo, kwamba zikishazalishwa ina maana oxygen inakuwepo, na hivyo figo inapata oxygen ya kutosha. Lakini pia kazi nyingine ya figo ni kutengeneza vitamin D. Vitamin D kama tunavyojua kwenye ile system nzima ya utengenezaji wa vitamin D kutokea kwenye jua, ina maana mtu akienda juani anapokea ile mionzi ya jua ambayo tunaita sun rays, ambazo zina wavelength fulani. Hasa akishapokea na ile mionzi ya jua, ni kwamba huwa kuna activation wana activate 7 hydrocholesterol ambayo inaenda kwenye liver, inatoka kwenye liver na tengeneza nini, cholecalciferol. Hiyo cholecalciferol mpaka ibadilishwe kwenda kwenye active form, ibadilishwe kwenda kwenye vitamin D ambayo inaweza kufanya kazi, lazima kuwe na nini? Kuwe na usaidizi wa figo, ambapo figo inazalisha kitu tunakiita 1-alpha hydroxylase. Hii ni kitu ambacho kinasaidia kubadilisha ile cholecalciferol kwenda kwenye nini? Calcitriol au vitamin D yenyewe ambayo ipo kwenye nini? Kwenye active form. Kwenye active form ambayo tunasema kwenye mfumo mzuri ambao inaweza ikafanya kazi. Na hii vitamin D katika kazi zake kama tunavyojua ni kwamba wewe inaenda kubalance nini? Haya madini. Inaenda kubalance madini ya calcium, phosphorus. Calcium, phosphorus ambayo tunajua ni mazuri sana kwa uimara wa mifupa, lakini pia na meno. Kwa hiyo vitamin D utengenezaji wake unatokana na usaidizi wa figo. Kwa hiyo ikitokea figo imepata shida, basi hata kwenye utengenezaji wa vitamin D pia na kwenye kuna nini? Kunakuwa na shida. Lakini pia kazi nyingine ya figo kama tulivyoona kule mwanzoni ni kwamba inasawazisha electrolyte, madini. Madini yenyewe ni kama potassium, sodium, phosphorus. Madini yenyewe ndo kama haya hapo, ambao ni potassium, sodium, phosphorus, calcium na mengine. Kwa hiyo hii figo inasaidia kufanya kuyasawazisha, ambapo kwa potassium kwenye damu huwa tunategemea hiyo ni 3.5 mpaka 5.2. Sasa ikitokea figo imepata shida, haya madini ya potassium ni kwamba yanaweza kupanda, na yakipanda tayari inahitaji nini? Kufanya management nyingine kuhakikisha kwamba haya madini yanarudi kwenye usawa. Hatua za ugonjwa wa figo wa muda mrefu ambao tunasema CKD ni kwamba kama tulivyosema huko mwanzo, ni kwamba figo katika ugonjwa wa muda mrefu ni kwamba huwa ina hatua 5, na katika hatua hizo ni vizuri kujua na kuelewa kwamba mtu upo katika hatua gani na ufanyeje ili uweze kufanyaje kwa ajili ya afya ya figo yako. Na ukweli bwana ni kwamba kwa wagonjwa figo, kwa mtu kujigundua kwamba yeye tayari ameshaingia kwenye hii CKD, ni kwamba huwa inamchukua muda mrefu. Ni kwamba kwa sababu kama tunavyojua kwamba nephron moja ikipata shida, basi nephron nyingine huwa zinafanya kazi replace hii nephron iliyopata shida.
Hivyo mpaka mtu anakuja kuanza kupata dalili za kwamba yeye ni mgonjwa wa figo, inakuwa tayari ishachukua muda mrefu, na kwa namna moja ama nyingine unakuta figo sehemu nyingi sana zimeshaharibika. Hivyo ni juu yetu kuwa tunatembelea vituo vya afya kwa ajili ya kufanya check up kunako afya ya figo zetu. Na kwamba figo ina hatua 5, ambayo ina hatua ya kwanza, hatua ya pili, ya tatu, ya nne na ya tano. Katika hatua ya kwanza ni kwamba GFR, hii GFR ni katika kipimo ambacho kinasaidia kujua kwamba huyu mtu yupo kwa hatua ya kwanza, hatua ya pili, ya tatu, ya nne au ya tano. Na hivyo hivyo hii GFR ni kwamba katika upatikanaji wake wanapo calculate ni kwamba huwa kuna baadhi ya vitu kwenye damu, mfano kuna blood urea na nitrogen BUN, lakini pia kuna creatinine. Hizo zinasaidia kwa nini? Kwenye upatikanaji wa hii GFR. Kwa hiyo katika hatua ya kwanza GFR inakuwa kuanzia 90 kwenda juu. Katika hali hii ni kwamba uharibifu na kuwepo mdogo, lakini kazi ya figo bado ni nzuri. Katika hatua ya pili ni kwamba GFR inakuwa ni kuanzia 60 mpaka 89. Na katika hatua hii ni kwamba uharibifu na kuwepo, lakini figo bado inafanya kazi nzuri. Katika hatua ya tatu sasa, hatua ya tatu ni kwamba GFR inakuwa kuanzia 30 mpaka 59. Katika hatua hii ni kwamba kazi ya figo inapungua kwa kiasi kikubwa. Lakini pia katika hatua ya 4 GFR inakuwa 15 mpaka 29, na katika hatua hii ni kwamba kazi ya figo ni kwamba inakaribia kufeli. Katika hatua ya 4, katika hatua ya 5 ni kwamba GFR inakuwa below 15, na maana kuanzia kushuka chini ya 15 ndo GFR inapokuwa inasoma. Katika hatua hii ni kwamba figo haifanyi kazi tena na mgonjwa anahitaji utumiaji wa dialysis au upandikizwaji wa figo nyingine. Katika hii hatua ya 5 ni kwamba figo inakuwa haina uwezo tena kufanyaje wa kuchuja damu. Ni kwamba kama inatoa mkojo kidogo, kiasi kwamba uchafu wote unakuwa bado unabakia kwenye damu. Na huo uchafu ukibakia kwenye damu, badala yake tunaweza kuondoa kwa kutumia mashine ambao tunaita dialysis, au tunaweza tukafanya transplant, na maana katoa figo moja akaingiziwa figo nyingine kwa ajili ya kufanyaje, kwa ajili ya kuendelea kufanya kazi kuchuja damu na kazi nyingine. Hii ndo hatua za ugonjwa wa figo. Pia hicho ni kipengele cha kwanza. Basi ngoja tuangazie kunako changamoto zinazoweza kutokana na ugonjwa wa figo wa muda mrefu. Mara tu mtu anapopata ugonjwa wa figo, ni vitu gani ambavyo vinaweza vikatokea? Kama kule nyuma tulisoma baadhi ya kazi ya figo, mfano utengenezaji wa seli, inasaidia kutengeneza seli nyekundu, usawa madini na vitu vingine ya kubalance pressure. Hivyo ikitokea figo imepata shida, tayari mtu figo imeugua, kuna changamoto gani? Ya kwanza ni kupungua kwa kazi ya figo. Ni kwamba figo ikishaugua au ikishapata shida, ni kwamba utendaji kazi wake huwa unapungua. Hivyo uhitaji marekebisho. Uwezo wa figo kuchuja taka unakuwa mdogo. Ni kwamba figo ikishapata shida, na ni kwamba utendaji kazi wake ni kwamba unakuwa mdogo. Hii inamaanisha kuwa mwili hauwezi tena kuondoa taka kwa ufanisi zaidi, hivyo kuhitaji marekebisho katika ulaji wa vyakula. Kwa mfano kama kule tumeona kunako hizi protini kwamba huwa protini zikiwa nyingi mwilini, ni kwamba ini huwa linaenda kuzivunja zile protini kutengeneza kutengeneza urea, na hiyo urea tunategemea itoke kwenye damu kupitia mkojo, ambao mkojo unachujwa na figo. Hivyo basi kama figo imefeli, kama figo imeugua, hivyo basi hata urea kuzitoa kwenye damu zitakuwa ni changamoto.
na mbadala wake hizo urea huwa zinaleta matatizo mengine kwenye nini, kwenye mwili, kama ambavyo tutaenda kuona hapo mbele. Mtu kukosa hamu ya kula, appetite inakosa kabisa kwa sababu ya nini? Ikitokea hizi urea zimekuwa nyingi kwenye nini, kwenye mwili, ambao kuna kitu tunaita uremic encephalopathy and uremic gastritis, ambao kunakuwa na nini, na vidonda kwa nini kwenye kuta za nini, za mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Ina maana kwenye either inaweza kuwa tumboni, kwenye utumbo, au kwenye nini, kwenye mfumo wa chakula. Ni kwamba kuna kitu tunaita uremic gastritis, ni kwamba kunakuwa na nini, na inflammation, vidonda kwenye nini, kwenye kuta za mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, na badala yake kumsababishia mtu kukosa hamu ya kula. Lakini pia changamoto nyingine ni upungufu wa damu. Ni figo huzalisha hormone kama vile erythropoietin. Kama tulivyosema huko nyuma, ni kwamba figo, ikitokea figo imepata oxygen kidogo, ni kwamba huwa inazalisha hormone inaitwa erythropoietin. Hiyo hormone ya erythropoietin ni kwamba huwa inaenda kwenye nini, kwenye kuakti kwenye mifupa na kusababisha nini, uzalishaji wa nini, wa damu, uzalishaji wa seli nyekundu za damu. Hizo seli nyekundu za damu zinaenda kubeba oxygen, na zikiwa nyingi seli nyekundu za damu zinabeba oxygen nyingi, kwa hiyo figo inapata nini, inapata damu ya kutosha. Na process yenyewe kama tunavyoiona hapa ni kwamba hii ndio figo inazalisha erythropoietin hormone. Hiyo erythropoietin inaenda kwenye mifupa, ikitoka kwenye mifupa ndo kuna utengenezaji wa nini, wa zile seli. Ina maana seli nyekundu zitazalishwa. Hizo seli nyekundu zikizalishwa zinabeba oxygen inaenda kwenye nini, kwenye figo, na hiyo ndo process nzima ya nini, ya utengenezaji wa damu. Kwa mtu akipata na changamoto ya figo, pia anapata nini, upungufu wa damu. Lakini pia ngoja tuangazie kazi nyingine, ni kwamba upungufu wa vitamin D. Kama tulivyosema kwamba vitamin D ni kwamba binadamu tunaweza tukaipata kupitia kwa usaidizi wa mwanga wa jua. Kwamba mwanga wa jua ukimulika kwenye ngozi kuna 7 hydrocholesterol, ni kwamba inabadilishwa kuna nini, kwenye compound nyingine. Compound hiyo inaenda kwenye liver, kwenye ini, ambapo kwenye ini inatengeneza cholecalciferol. Hiyo cholecalciferol ambayo tunaita vitamin D3, hiyo na yenyewe inafanyaje, inahitaji msaada wa ini mpaka hiyo iweze kufanyaje, kujibadilisha kwenda kwenye mfumo ambao tunaita calcitriol, ambao hiyo calcitriol ndo ni form ya vitamin D ambayo inatenda kazi vizuri kwenye mwili. Na hapa ndo tunaweza tukaona kwamba ndo vitamin D kwa ikitokea kwenye ngozi na kuja kwenye ini ndo hii hapo. Baadaye kwenye ini kuna hiyo enzyme inatengeneza hii 25 hydroxy calciferol. Lakini pia ikitokea hapo ndo inaenda kwenda kutengeneza calcitriol. Hii calcitriol ni kwamba huwa inaenda kufanya kazi sehemu tatu: kwenye mifupa, kwenye utumbo, lakini pia kwenye nini, na kwenye gland, parathyroid gland, ambao hii parathyroid gland ni kwamba inapatikana kwenye nini, inazalishwa kutokea shingoni. Ni kwamba inaenda kuzuia uzalishaji wa ile parathyroid gland, lakini pia inaenda kuongeza calcium kuingia kwenye damu, lakini pia na calcium nyingine iliyoko kwenye damu inaipeleka kwenye nini, kwenye mifupa kwenda kuimarisha. Hiyo ndio kazi ya figo. Kwa hiyo ina maana mtu akishapata nini, changamoto ya figo, kwa namna moja ama nyingine anaweza kupata shida ya nini, ya mifupa. Ina maana mifupa mara kuvunjika mara kwa mara, au maumivu ya mifupa na nini na mengineyo. Hiyo kazi nyingine pia ni kwamba kuna usawa wa madini. Kama tulivyosema kwamba figo inasaidia kusawazisha madini. Ina maana ikitokea kuna mfano potassium, sodium na phosphorus, ikitokea madini yamekuwa mengi kwenye damu, ni kwamba
figo kama figo huwa inasaidia kufanyaje, kuyatoa kupitia mkojo. Na ina maana ikitokea figo imefeli, basi haya madini usawa wake na wenyewe unafanyaje, unakuwa changamoto. Na badala yake unamkuta ukienda kumpima mtu vipimo maabara, unakuta na nini, ana potassium nyingi zimereflect. Na potassium zikiwa nyingi tayari inaleta shida kwa nini, kwenye moyo. Na sodium vile vile na phosphorus. Na hii phosphorus ndio mbaya zaidi, tutaenda kuizungumzia kwa kina peji za mbele. Pia shinikizo la damu, kwamba mtu akishapata changamoto ya figo ni kwamba inaweza kuathiri nini, shinikizo la damu. Ni kwamba pressure ya damu inaweza kufanyaje, ikapanda. Ni kwamba figo ikishaugua, basi pia hata utendaji kazi wake unakufanyaje, unakuwa hafifu. Kwa hiyo badala yake hata ile renin rasi, ile mechanism inakuwa kwa nini, kwenye mfumo ambao tayari umeshafanyaje, umeshapata shida. Kwa hiyo hatari ya kupata shinikizo la damu inakuwa kubwa. Lakini pia tuelewe kwamba kuna madini haya sodium, potassium, lakini pia kuna compound nyingine, mfano trimethylamine oxide, zote hizo zinatolewa kutoka kwenye figo. Ikitokea zile compounds zimekuwa nyingi kwenye damu, hivyo zinaenda kupandisha nini? Pressure au shinikizo la damu. Lakini pia usawa wa maji na vimiminika, kama nilivyosema muda ule kwamba figo kama huwa inahusika kwenye kuchuja damu, na katika kuchuja damu huwa inatoa maji ya ziada, inatoa maji yaliyozidi kwenye mwili na kuyafanyaje, na kuyatoa nje kupitia nini? Kupitia mkojo. Na kama tunavyoona hapa, kiwango cha maji tunachokiingiza kwenye mwili na kiwango kinachotoka inatakiwa ifanyaje, ibalance. Ina maana kwa watu wenye changamoto ya figo ni kwamba wakiingiza maji ni kwamba utoaji unakuwa shida. Ni kwamba wakiingiza maji kwenye utoaji kunakuwa na shida. Kwa sababu ya nini? Ya figo. Figo ifanyaje? Haitoi maji ya kutosha. Mtu anaingiza maji mengi na anatoa nini? Maji kidogo. Hivyo kwa wagonjwa wa figo mara nyingi wanakabiliwa na matatizo ya usawa wa maji mwilini. Figo zikiwa hazifanyi kazi vizuri zinaweza kushindwa kuondoa maji ya ziada au kumiminika mwilini, hivyo kusababisha uvimbe. Ina maana kuna wale wagonjwa wa figo ambao unakuta amevimba miguu, kuna sehemu ya macho, sehemu inayozunguka macho na yenyewe unakuta imevimba. Hii ni kwamba hii inatokana na nini? Na maji yamekuwa mengi. Maji yanaingizwa mengi mwilini lakini hayatolewi. Kwa hiyo katika management katika utoaji wa huduma kwa wagonjwa wa figo ni kwamba kwenye swala la maji linatakiwa nini? Mtu apigiwe hesabu kwamba kunywa maji kiasi fulani ili kuzuia nini? Kuzuia hiyo changamoto ya maji mengi kuja kwenye mwili. Lakini pia kuna changamoto nyingine tunaita left ventricle hypertrophy. Left ventricle hypertrophy ni kwamba moyo unatanuka left ventricle. Ina maana moyo unatanuka kwenye ile left ventricle. Kwa sababu gani? Kimiminika kimekuwa kingi. Kwa hiyo hata ile pumping, ile kupampu na nini, kile kimiminika chote kwenye damu inakuwa nini? Kuna shida. Lakini pia shinikizo la damu na lenyewe linapanda kwa sababu nini? Kimiminika kwenye mwili kwenye damu kinakuwa nini? Kinakuwa kingi. Hivyo yatupasa kuzingatia na kufuatisha utumiaji wa maji ambao ni sawa. Na hivi vyote kupitia huduma za afya utaweza kufanyaje? Utaweza kupewa hesabu. Mfano clinical nutrition ni kwamba wanahusika pia katika nini? Kutoa kiwango sahihi cha maji ya kutumia kwa mgonjwa wa figo. Tusiwe ni wenye kutumia maji mengi, kwa sababu kutumia maji mengi tayari tunaweka shida kwa nini? Kwenye moyo. Unapandisha shinikizo la damu, uvimbe unaweza kutokea, lakini pia moyo hypertrophy unaweza kufanyaje? Unaweza kutanuka. Kwa hiyo ni vizuri kuzingatia. Okay, karibuni katika kipengele chetu cha 3 ambacho tunaenda kuzungumzia
juu ya kazi za clinical dietitian kwa wagonjwa wa figo wa muda mrefu. Ni kwamba watu wengi wamekuwa wakijiuliza kuna maswali kwamba hawa wataalamu wa lishe na figo vipi, wanaendanaje? Vipi tena, anafanya kazi gani, anaishia sehemu gani? Hasa kwa somo letu la siku ya leo, basi naomba nitoe baadhi ya kazi za clinical dietitian kwenye utoaji wa matibabu ya mgonjwa wa figo wa muda mrefu ambao tunasema ni CKD. Clinical dietitian ni kwamba huwa anafanya tathmini ya lishe. Clinical dietitian huanza kwa kufanya tathmini ya kina ya lishe ya mgonjwa, ambayo hii inajumuisha historia ya lishe, ambapo hukusanya taarifa kuhusu tabia za ulaji wa mgonjwa, ikiwa ni pamoja na aina za vyakula anavyokula, kiasi anachokula na anakula mara ngapi hicho kiasi. Lakini pia clinical dietitian ni kwamba huwa anafanya uchunguzi na kuangalia mfumo wa kimetabolic, mfumo namna mwili wake unavyochakata vile vyakula, na kuangalia jinsi mwili wa mgonjwa unavyoshughulikia virutubisho tofauti katika mwili kama vile protini, sodium, potassium na phosphorus. Ni kwamba mtaalamu wa lishe anaviangalia hivi vyote na kujua utendaji kazi wa mwili, aidha protini ni ya juu sana au protini ni ya chini, au hizi sodium, potassium, phosphorus na madini mengine kama yapo sawa kwenye mwili, basi clinical dietitian huwa anafanyaje? Huwa anaangalia. But pia mwelekeo wa afya. Clinical dietitian kwamba huchunguza historia ya afya ya mgonjwa, ikiwa ni pamoja na magonjwa mengine yanaweza kuathiri figo. Kama tutakavyoenda kuona kule mbele kwamba kuna baadhi ya magonjwa mtu akishayapata ni kwamba uwezekano wa kupata changamoto ya figo na mkubwa. Mfano, kuna magonjwa kama kisukari, kuna pressure, lakini pia kuna uzito wa kupitiliza ambao tunaita obesity. Yote ni katika magonjwa ambayo yanamweka mtu katika nini? Katika hatari ya kupata changamoto ya figo. Hivyo clinical dietitian huweza kupata historia nini yote ya kiafya kunako magonjwa ambayo mtu aliwahi kuyapata. Lakini pia kuunda mpango wa lishe. Baada ya kufanya tathmini, clinical dietitian ni kwamba huunda mpango maalum wa lishe ambao unazingatia mahitaji maalum ya mgonjwa. Hii inaweza kujumuisha kupunguza protini kama protini imezidi, lakini pia usimamizi wa madini. Na maana hapa ataangalia usawa wa yale madini kama potassium, phosphorus, sodium, yote, calcium ataangalia kama yamezidi, basi anaweka mpango mkakati maalum kuhusu madini. Lakini pia kupendekeza vyakula vyenye virutubisho ambavyo vinaweza kuboresha afya kwa ujumla. Hii ni katika kazi ya clinical dietitian. Na katika kupendekeza vyakula, hii ni kulingana na hali ya mgonjwa alionayo. Lakini pia elimu na ushauri ni kwamba clinical dietitian hutoa elimu kwa wagonjwa kuhusu umuhimu wa lishe bora katika matibabu ya ugonjwa wa figo wa muda mrefu CKD, ambao hii inajumuisha kuelekeza athari za lishe. Na hapa hutoa ufafanuzi jinsi ya ulaji sahihi unaweza kusaidia kudhibiti dalili za ugonjwa wa figo wa muda mrefu, lakini pia na kuboresha maisha yake. Lakini pia kuwasaidia wagonjwa kuelewa lebo za vyakula. Na hapa ni kwamba clinical dietitian humfundisha mgonjwa kulingana na hali aliyonayo namna ya kusoma lebo za vyakula. Mfano, tuna soda, tuna vyakula hivi vya kusindika kama nyama, samaki, maziwa. Vyote ni kwamba zile lebo
clinical dietitian kwamba anamfundisha mgonjwa namna ya kusoma hizo lebo za vyakula na kumwelekeza kwamba hiki chakula kitafaa na hiki kulingana na vitu vilivyomo, content zilizomo kwenye kile chakula, kwamba ikifaa, kwamba hiki chakula kwa muda huu hakifai. Lakini pia ufuatiliaji na marekebisho. Ni kwamba clinical dietitian hufuatilia maendeleo ya mgonjwa mara kwa mara, ambayo hii inajumuisha mabadiliko katika viwango vya maabara. Ni kwamba mtu anaweza kaja madini yake ya potassium yapo juu, lakini kadiri anavyozidi kupata matibabu yale madini ya potassium yanafanyaje? Yanashuka. Na mwili ulivyo ni kwamba kuna level maalum ambao madini ya potassium yanatakiwa yachezee, na maana yasiwe chini na wala yasiwe juu ya. Hivyo mabadiliko katika viwango vya maabara, ina maana akienda maabara akapima vile vipimo vikaletwa, ni kwamba clinical dietitian ataweza kujua kwamba level za madini ya huyu mgonjwa zipo vizuri, zipo juu au zipo chini, na hivyo kubadilisha mpango wa lishe kulingana nini na hali aliyofikia. Lakini ni kwamba marekebisho katika mpango wa lishe, na maana majibu yale yakishatoka ni kwamba huwa anafanya nini? Marekebisho. Lakini pia huwa anashirikiana na wataalamu wengine. Ni kwamba clinical dietitian hufanya kazi karibu na wataalamu wengine, ambapo hufanya kazi karibu na madaktari, wauguzi na wataalamu wengine wa afya ili kuhakikisha kuwa mgonjwa anapata huduma kamili. Na hizo ndo kazi za clinical dietitian kwenye utoaji wa matibabu ya mgonjwa wa figo wa muda mrefu. Haya ni baadhi, hii ni kutokana na muda nimeamua nitaje kidogo, but any day nitakuja kuandaa somo special kwa ajili ya nini? Ya hii topic. Pia ngoja tuendelee katika kipengele cha 4 ambacho ni very important, ni cha msingi sana kwetu sisi kukijua, ambacho kinahusu utumiaji bora wa sodium, potassium, phosphorus na protini kwa wenye changamoto ya figo. Na hapa ni vizuri zaidi kutega masikio, kwa sababu ni katika changamoto kubwa sana kwa watu ambao tayari wameshapata shida ya figo, ni kwamba huwa wanashindwa namna ya kumanage haya madini, lakini pia kumanage kiwango cha protini, maji. Hivyo katika hiki kipengele ni vyema tukae makini ili tuweze kufaidi na hivyo kuboresha afya zetu. Na ni kwamba wagonjwa wenye CKD wanahitaji kufuatilia matumizi yao ya sodium, potassium, phosphorus na protini. Utumiaji bora wa madini ya sodium, potassium, phosphorus na protini ni muhimu sana kwa wagonjwa wa figo ili kudumisha afya yao na kupunguza madhara yanayoweza kutokea kutokana na ugonjwa wa figo. Kama nilivyoambia, tulizungumza kule kunako haya madini yanahitaji nini? Yanahitaji ya balance, yasipande sana na wala yasishuke. Hivyo ngoja tuanze na sodium. Kwamba madini ya sodium bwana ni katika madini ambayo yana sifa moja wapo kwenye mwili, ambayo sodium ni madini muhimu katika kudhibiti kiwango cha maji mwilini na shinikizo la damu. Hii sodium bwana ni kwamba ina umuhimu sana kwenye mwili, na umuhimu wake ni kama kwenye mfumo wa fahamu inasaidia sana, lakini pia kwenye kubalance maji mwilini. Ni kwamba hii sodium huwa ina tabia kufanyaje ya kubalance maji mwilini. Ikitokea mtu ametumia sodium nyingi, basi na maji atatumia nini? Atatumia mengi. Lakini sodium ikiwa nyingi mwilini ni kwamba na maji yanakuwa mengi mwilini. Na maji yakishakuwa mengi mwilini ni kwamba mtu anapata nini? Anakuwa kwenye
changamoto ya kupata shinikizo la damu, ina maana kupata pressure yake inakuwa ya juu. Hivyo matumizi ya haya madini ya sodium ni vizuri zaidi kuzingatiwa, kwa sababu ikitokea madini ya sodium yamezingatiwa vizuri, yanasaidia kuzuia kujaa kwa maji, ambapo kiwango cha juu cha sodium kinaweza kusababisha maji kujaa mwilini, ambapo yanaweza kuleta matatizo kama vile kuvimba na shinikizo la damu kuongezeka. Hivyo inabidi kupunguza matumizi ya sodium kwa siku ili kusaidia kudhibiti shinikizo la damu. Kama tulivyosema pale mwanzo kwamba maji yakishakuwa mengi mwilini, kwa mtu mwenye changamoto ya figo, ni kwamba pressure kwanza huwa inaongezeka. Lakini pia kuna changamoto kwenye moyo ambao tunaita left ventricle hypertrophy, kwamba moyo kufanyaje, kutanuka, moyo kutanuka. Hivyo ni vizuri zaidi kuzingatia utumiaji sahihi wa haya madini ya sodium, na kama tutakavyoona hapo mbele namna madini ya sodium yanapatikana. Na sodium tunaposema sodium, huwa tuna hii chumvi ya mezani. Tuna chumvi ya mezani, kwa hiyo ni vizuri kuizingatia. Na chumvi ya mezani ina sodium nyingi sana, ambayo tunasema sodium chloride, table salt, ambayo tunasema chumvi ya mezani. Hivyo katika session yangu hii ya leo ni kwamba nimekuandalia baadhi ya njia za kupunguza haya madini ya sodium. Njia mojawapo ni kuepuka matumizi ya chumvi ambayo haijapikwa. Ndugu zangu, ni kwamba chumvi ambayo haijapikwa ni kwamba ina sodium za kutosha, na badala yake kitu ambacho kinapelekea tumzuie mtu matumizi ya chumvi ambayo haijapikwa ni kwamba kuna utumiaji ni kwamba atatumia kiwango kikubwa sana cha chumvi mpaka kufeel ladha. Ina maana mpaka mtu apate ladha ya chumvi atakuwa ameshaweka kiwango kikubwa cha chumvi kwenye chakula chake. Badala yake tunamzuia asitumie chumvi ambayo haijapikwa. Ina maana akitumia chumvi ambayo imepikwa ni kwamba kiwango kidogo tu kinasaidia kufanyaje, kinasikia kwenye chakula. Ile ikiwa haijapikwa ni kwamba atatumia kiwango kikubwa. Lakini pia njia nyingine ya kupunguza madini ya sodium ni kwamba ni kusoma level za vyakula kabla ya kuvitumia. Kama tulivyosema pale mwanzoni kwamba clinical dietitian wako atakusaidia namna ya kusoma labels za vyakula, kujua kwamba hiki chakula kina sodium nyingi au kina sodium kidogo. Lakini pia labels za vyakula, mfano kuna hizi yogurt, maziwa, kuna nyama za kusindika, kuna soda, kuna juisi za kusindika, vyote hivyo vina lebo, ambapo inabidi kusoma ile level ya chakula kabla ya kukitumia, ili kujiepusha kuingiza sodium nyingi kwenye mwili, badala yake kwenda kuleta changamoto nyingine, changamoto ya shinikizo la damu. Lakini pia njia nyingine ya kuepuka vyakula, njia ya kupunguza sodium ni kuepuka vyakula vya kusindika na sodium nyingi, kama nilivyoelekeza kwamba kuna baadhi ya vyakula wanatumia sodium nyingi katika usindikaji wake. Kwa hiyo ni vizuri kuviepuka katika kufanyaje, kwenye afya ya figo. Lakini pia kuna kuepuka kuongeza chumvi kwenye chakula wakati unakula, kama tunavyomuona huyu jamaa akiongeza chumvi kwenye chakula. Kuna wale wanaotumia chips wanaweka chumvi chumvi ambazo hazijapikwa. Kwa hiyo ni vizuri kuzingatia ili kujiepusha na hiyo changamoto. Vyakula vya kusindika kama tunavyoziona hapa soda, ni kwamba inaweza isiwe na chumvi lakini ikawa na sodium bicarbonate na compound nyingine. Ina maana sodium imejiunganisha katika na compound nyingine ili kusaidia chakula kiweze kutunzwa kwa muda mrefu. Lakini pia
tuangalie juu ya potassium. Potassium bwana, ni kwamba kwa wagonjwa wa figo ni kwamba huwa inaleta changamoto, na moja ya kazi kubwa ya figo ni kwamba ni kuondoa potassium. Ina maana kuhakikisha zina balance, ambapo kwenye damu huwa tuna kiwango 3.5 mpaka 5.2. Ikitokea sodium imekuwa nyingi, potassium imekuwa nyingi, basi huwa tunapambana kwa hali na mali kuhakikisha sodium inafanyaje, inapungua, potassium inapungua. Potassium ni madini muhimu katika kudhibiti kazi za misuli na mapigo ya moyo kwa wagonjwa wa figo. Ni kwamba ina kazi nzuri sana, kama tunavyojua kwamba potassium huwa inazuia kitu tunasema fluid retention. Ina maana inazuia maji kujaa kwenye mwili. Badala wake, lakini kwa mgonjwa wa figo ni kwamba huwa ana changamoto ya nini? Ya kutoa potassium kwenye damu. Hivyo ni vizuri kuzingatia ili kujiweka katika nafasi nzuri ya kupata potassium zenye kiwango sahihi. Ni kwamba huwa kuna hatari mojawapo na tunasema hyperkalemia. Figo zinazofanya kazi vizuri zinaweza kushindwa kutoa potassium mwilini, hivyo kusababisha hali inaitwa hyperkalemia, ambayo inaweza kuwa hatari sana kwa utendaji kazi wa moyo. Lakini pia mtu ambaye akishakuwa na potassium nyingi ni kwamba anakuwa na uchovu. Kwa hiyo sisi kama clinical dietitian ni kwamba kwa mtu ambaye tayari ameshapata changamoto ya figo na vipimo vyake vinaonyesha kwamba potassium zake zipo juu, ni kwamba tunamshauri atumie vyakula ambavyo vina potassium kidogo. Na ikitokea hali imekuwa changamoto kabisa, basi tunamwambia aepuke kwa muda mpaka hali itakapokaa sawa, ataweza kuendelea kutumia nini? Vyakula hivyo vyenye potassium. Na potassium ikishakuwa nyingi mwilini ni kwamba huwa inaenda kuathiri kwenye moyo, utendaji kazi wa moyo. Ni kwamba moyo unapata shida kwa nini? Kwenye usukumaji wa damu. Lakini pia kuna baadhi ya vyakula vyenye potassium nyingi. Tunaweza kuona kuna ndizi, machungwa, viazi vitamu, parachichi, spinachi iliyopikwa. Kama tutakapokuja kuona huko mbele, kuna vyakula ambavyo tunamzuia mgonjwa wa figo ambaye ana potassium nyingi, na tunamruhusu kwa baadhi ya vyakula. Tutaenda kuona hapo mbele. Itakuwa vizuri ukinifuatilia kwa karibu zaidi. Hivyo wewe tuangalie kwenye phosphorus. Hapa ndo inabidi kuwa makini sana na hizi phosphorus, kwa sababu mpaka mtu agundulike kwamba phosphorus zake alizonazo ni za shida, huwa kidogo kuna changamoto. Kwa sababu kama tulivyosema muda ule kwamba figo inahusika kwenye nini? Kwenye kucontrol haya madini ya phosphorus. Lakini pia tuna hormone nyingine tunaita parathyroid hormone. Parathyroid hormone huwa inapatikana kwa nini? Na parathyroid gland inazalisha parathyroid hormone, ambao inazalishwa kutokea kwa nini? Hapa shingoni, kutoka kwenye parathyroid gland. Na hii parathyroid hormone ndio inahusika kwenye nini? Kwenye kupunguza kiwango cha nini? Cha phosphorus. Na ikitokea phosphorus zimekuwa nyingi kwenye damu, ni kwamba hii parathyroid hormone inazalishwa kwa ajili ya kwenda kufanyaje? Kuipunguza hiyo phosphorus. Na phosphorus inaipunguza kupitia figo. Ina maana phosphorus inaenda kutoa action kwenye figo, na figo inamtoa yule phosphorus kutoka kwenye damu kwenda nje. Lakini figo ikishapata shida, ina maana haichuji damu, haitoi phosphorus kwenye damu, hivyo phosphorus zinajaa kwenye damu, na badala yake parathyroid hormone zinafanyaje? Zinazalishwa kwa wingi. Na mbaya zaidi kwenye
phosphorus ni kwamba kadiri phosphorus zinapokuwa nyingi kwenye damu, basi hata hatari ya kifo inakuwa kubwa. Kwamba phosphorus na kifo hatari inakuwa kubwa. Kwa hiyo ni vizuri zaidi na ni muhimu sana kufuatilia kunako phosphorus. Na ni kwamba phosphorus ikishakuwa nyingi, ni kwamba parathyroid hormone inazalishwa kwa wingi sana kwa ajili ya kwenda kupunguza ile phosphorus. Na parathyroid hormone inachokifanya ni kwamba inazalishwa kwenda kupunguza ile parathyroid hormone. Lakini inatokea changamoto kwamba phosphorus tayari ameshakuwa mingi kwenye damu na parathyroid hormone tayari ishazalishwa. Na parathyroid ni kwamba huwa inaenda kuact pia kwenye mifupa. Na action ya parathyroid kwenye mifupa ni kwamba inaenda kutoa yale madini ya calcium. Inakitoa madini ya calcium kwenye mifupa, inaingiza kwenye damu, lakini pia inaenda kwenye mfumo wa chakula kwenye utumbo, inasaidia nini? Ufyonzaji wa yale madini ya calcium yanaingia kwenye nini? Kwenye damu. Na yale madini ya calcium yakishapanda na phosphorus tayari ishakuwa nyingi kwenye damu, na ina maana phosphorus na calcium zikiwa nyingi kwenye damu tayari zinaanza kuzunguka kwenye damu, na mbadala wake huwa kuna reaction tunaita tissue mineralization. Ina maana phosphorus na calcium zinaungana, zinaenda kujishikiza kwenye tissue. Tunaposema tissue ni kwamba kuna moyo, kuna figo, kuna ini, kuna muscles na nyinginezo. Ni kwamba hizi calcium na phosphorus zikiungana zinaenda kujifanyaje? Kwenda kujishikiza kwenye nini? Kwenye zile tissue. Ina maana zile damu zinazopeleka mishipa ya damu inayopeleka damu kwenye figo, ni kwamba hizi zinaenda kufanyaje? Kujishikiza kwenye nini? Kwenye ile mishipa ya damu. Mbadala wake ina kitu tunakiita complex stones. Kuna kitu tunaita stones. Ina maana kama figo mtu alikuwa yupo kwenye stage ya pili, basi ikitokea hizi phosphorus na calcium zikaenda kujishikiza kwenye figo yake, tayari figo inapoteza zaidi uwezo wa kufanyaje? Wa kutenda kazi. Na badala yake, ina maana kama zitajishikiza nyingi kwenye figo, huyu mtu anatoka kwenye ile hatua ya pili anaenda kwenye hatua ya tatu. Hivyo hatua ya nne. Hivyo hatua ya tano. Anapoteza nini? Figo inaharibika kabisa. Kwa hiyo kwa wagonjwa wa figo ni vizuri na ni vyema kujitahidi kuzingatia kunako phosphorus. Na hizi phosphorus, haya madini yote nawaambia ni kwamba yanapatikana kwenye vyakula. Sodium, potassium, phosphorus yote yanapatikana kwenye vyakula. Kuna vyakula ambavyo vina hizi phosphorus nyingi, kuna vyakula ambavyo vina phosphorus kidogo, kama ambavyo tutaenda kusoma. Kwamba hizi phosphorus ni kwamba kuna vyanzo vyake, ambapo hivi vyanzo vyake vipo vya aina mbili, ambavyo kuna inorganic na organic. Kuna inorganic ni kwamba ni vya kutengeneza, lakini organic ni vile ambavyo ni asilia, na maana kutokea kwa viumbe hai, wanyama na mimea. Kwa inorganic ni kwamba hivi vinatengenezwa na binadamu, na sana sana hizi inorganic phosphorus ni kwamba tunazipata zaidi kwenye hivi vyakula vya kusindika. Tunazipata zaidi kwenye nini? Kwenye hivi vyakula vya kusindika. Mfano kama hizi soda, tuna cola, Pepsi. Ukichukua soda ile, ukienda ukasoma ile lebo yake, utakuta imeandikwa nini? Phosphorus. Na hii ni kwamba kwanza zinaingia kwenye damu haraka sana. Yaani wanasema almost 80% mpaka 100 zote zinaingia kwenye damu. Kwa sababu cha kwanza hazina protein bound, lakini pia ni nyepesi kutoka kwenye mfumo wa mmeng'enyo wa chakula kuingia kwenye damu. Hivyo ni vizuri
kuzingatia vyakula vya nini vya kusindika kwa phosphate kwa mgonjwa wa figo kujiepusha navyo. Hupatikana kwa baadhi ya vyakula vya kusindika viwandani kama vile soda, juisi, chocolate na nyama za kusindika. Hivyo kama tulivyosema kwamba hizi ni compound, kwa mfano phosphoric acid, zote zinatumika katika kunini zinaweka kwenye vyakula ili vile vyakula viishi kwa muda mrefu. Kwa hiyo wale tunaotumia hivyo vyakula vyenye phosphate nyingi, pia tuna changamoto ya figo, ni vizuri kuzingatia. Lakini pia kuna hizi phosphorus ambazo nisema ni organic, ambazo zinatokea kwa viumbe hai. Huwa tuna zinazotokea kwa wanyama, lakini pia kuna mimea. Na hizi ni kwamba huwa ni protein bound, ni kwamba zinapatikana zikiwa zimeungana na protini ambayo tuna za wanyama, lakini pia tuna za mimea. Na zinazopatikana kwa wanyama ni kwamba hizi huwa zinapatikana ndani ya seli, na wanyama tuseme ni kama unavyoona ng'ombe, mbuzi, kondoo, wote ni katika nini katika wanyama. Na mfano hiyo vyakula ni kama nyama, utumbo, maini, yote yanakuwa na nini na phosphorus. Lakini utofauti wa hizi phosphorus za organic na inorganic ni kwamba phosphorus za organic ni kwamba zinaingia haraka kwenye damu, lakini phosphorus za inorganic haziingii haraka kwa nini kwenye damu. Lakini hizi phosphorus zinazopatikana kwa wanyama ukilinganisha na phosphorus zinazopatikana kwa mimea ni kwamba phosphorus za wanyama ni rahisi kumeng'enywa na kuingia kwenye damu kuliko zile zinazopatikana kwa nini kwenye mimea na baadhi ya vyakula kama hivi hapo. Lakini pia kwa upande wa mimea, sasa phosphorus za upande wa mimea ni kwamba zinapatikana kwenye zikiwa zimebound kwenye zile phytates. Phytate ni compound ambazo zinapatikana kwenye hivi vyakula vya nini vya mimea. Na mfano phytate tunaweza kusema sambu, tembele na vyakula vinginevyo, ni kwamba huwa kuna phytate. Na hizi phytate ni kwamba ndo sana sana zinakuwa zime nini hizo phosphorus zinapatikana. Lakini kitu cha kuzingatia na kujua kwamba ni kwamba binadamu hatunaga enzyme inaitwa phytate. Ni phytate enzyme kwamba ni enzyme ambayo inasaidia katika kuvunja hizi nini phytates. Ni kwamba binadamu huwa hatunaga hizi enzyme. Kwa hiyo mbadala wake phytate zinavyoingia kwenye huu mfumo wa mmeng'enyo wa chakula huwa zinatoka kama zilivyo bila kufanya bila kumeng'enywa, au sometimes kama kuna physical vitameng'enywa zitatafunwa breakdown zile, lakini kusema kwamba enzyme zile zivunjivunje zile phytate inakuwa hamna. Kwa hiyo ni vizuri kuzingatia kwamba na maana mbadala wake hizi phytate zisipomeng'enywa kwenye damu kwenye mwili wa binadamu, mbadala wake zile phytate zitatoka kama zilivyo, na zikitoka zinatoka na phosphate, na mbadala wake phosphate zikatoka, ina maana hajaingia kwenye damu. Kwa hiyo tunasema vyakula vya mimea havipandishi phosphate haraka kwenye damu. Hiyo ndo simple and clear. Na yani ndo kitu cha kuelewa ni kwamba vyakula vya mimea havipandishi phosphate kwa haraka kwa nini kwenye damu ukilinganisha na vyakula vya kusindika au vyakula vya nini vya wanyama. Na mbadala wake approximately baadhi ya vitabu nasema kuanzia 10% mpaka 30 ndio zinaweza zikaingia kwenye damu. Kwa hiyo unakuta kuanzia 70% na kupanda zinaweza zikatoka kwenye damu. Na mfano hivyo vyakula ni tembele, apple, pears. Tutakuja kuvitaja huko mbele ili kujua kwa kina. Kwa hiyo ni vitu ambavyo inabidi kuzingatia na kuvitilia maanani kwa wenye changamoto ya figo.
Lakini pia ngoja tuangalie kunako compound nyingine cha utumiaji wa protini kwa wagonjwa wa figo. Ni kwamba protini muhimu katika kujenga mwili, lakini matumizi yake yanapaswa kuwa makini kwa wagonjwa wa figo. Na kama tulivyoambia, kama tulivyosema kule mwanzoni kwamba protini ikiingia kwenye mwili, protini iliyozidi ni kwamba huwa inavunjwa na ini kwenda kutengeneza urea. Na ikienda kutengeneza urea, ile urea inatolewa kwenye mwili kupitia figo. Ikitokea figo imepata shida, ina maana hii urea itaendelea kubakia kwenye damu. Na ikitokea urea imekuwa nyingi kwenye damu, inasababisha matatizo mengine. Kwa mfano kuna kitu wanakiita blood urea nitrogen. Blood urea nitrogen ni kwamba BUN. Ikitokea blood urea nitrogen zimekuwa nyingi, ni kwamba mgonjwa kwanza huwa anapata changamoto kadhaa. Ikitokea hizi blood urea nitrogen zimekuwa nyingi kwenye damu. Mfano kuna uremic gastritis na uremic encephalopathy. Hii tunazungumzia kwa uremic encephalopathy ni kwamba hii inatokea kwenye ubongo. Hii uremic gastritis ni kwamba inatokea kwenye mfumo wa chakula. Ni kwamba kunakuwa na vidonda kwenye mfumo wa chakula. Mfano vidonda kama vidonda kwenye tumbo, vidonda kwenye utumbo, yaani kwamba vidonda kwenye mfumo wa chakula. Mfano kama hivi ulcers, peptic ulcers, vidonda vya tumbo vinaweza vikachangiwa na urea BUN, blood urea nitrogen zikiwa nyingi. Lakini kwamba hizi blood urea nitrogen zishakuwa nyingi, ni kwamba hata mgonjwa muda huo anakosa hamu ya kula chakula. Tayari ana vidonda kwenye tumbo, kila chakula anaona ana hamu, ana njaa ila hataki kula. Na kuna wengine akila anatapika, kuna wengine hadi wanatapika damu kabisa. Kwa hiyo ni vizuri kuzingatia utumiaji wa protini kwa wagonjwa wa figo. Kwa wagonjwa wa figo ni vizuri kuzingatia utumiaji wa protini, ambapo kipimo kilichoruhusiwa kulingana na baadhi ya reference ni kwamba kuanzia 0.6 mpaka 0.8 mg kwa kilogram za mgonjwa kwa siku. Na hii ni kwa mgonjwa ambaye hayupo kwenye dialysis, ina maana hatumii mashini kuchuja damu. Lakini kwa yule mgonjwa ambaye anatumia mashine kuchuja damu, hivyo kuna kiwango chake kinapanda, kwa sababu ile mashine ina changamoto ya kufanyaje, ya kupunguza zile protini albumin. Kwa hiyo ni vizuri kuzingatia hiki kiwango cha protini ili kujiweka katika mazingira mazuri kwa ajili ya afya ya figo zetu. Na kama tulivyosema kwamba kunako phosphorus na madini yale mengine, ni kwamba kwa mgonjwa wa figo ni vizuri kuzingatia chanzo cha protini. Tusitumie protini nyingi. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya hizo changamoto nilizoambia. Lakini pia kwa mgonjwa wa figo, protini ya mimea ni bora zaidi kuliko protini ya wanyama. Protini ya mimea ni zaidi kuliko protini ya wanyama. Na hii ni kutokana na hizi sababu tutakazozitaja hapa mwanzoni. Ni kwamba protini ya mimea hutoa kiwango kidogo cha phosphate, kama tulivyosema kule kwamba phosphate za kwenye mimea na zinapatikana kwenye phytate, na binadamu hana phytase enzyme, hana enzyme ambayo anavunja na zile phosphate. Ina maana mbadala wake, kama protini iliyopo kwenye mimea, protini ya kwenye mimea kwanza inatoa kiwango kidogo cha lakini pia protini ya wanyama ni rahisi sana kumeng'enywa, hivyo kuingia kwenye damu
na kupandisha blood urea nitrogen. Ni kwamba protini ya wanyama ni rahisi sana kuvunjwa kwa nini? Kwenye mwili wa binadamu. Hivyo ile protini kivunjwa kwa haraka inaingia kwenye damu haraka, hivyo kupandisha blood urea nitrogen kwa nini? Kwa haraka sana. Badala wake sisi tunahitaji protini, chanzo cha protini kisipandishe ile protini kwa haraka, kwa sababu huyu mgonjwa tayari ameshapata shida ya nini? Shida ya figo. Hivyo tukimpatia protini kiasi itasaidia kwa nini? Kwenye afya ya figo yake. Lakini pia kiwango kikubwa cha cholesterol. Ni kwamba hizi chanzo kwamba protini kutokea kwa wanyama, mfano nyama nyekundu, nyama ya ng'ombe, nyama ya mbuzi, nyama ya kondoo, zote ni katika vyanzo vya nini? Vya protini. Na hivi ni kwamba vinakuwa na kiwango kikubwa cha bad cholesterol ambayo tunaita LDL, mafuta mabaya. Kwa nini? Kwenye mwili, ambao mafuta mabaya yanaenda kuathiri utendaji kazi wa nini? Wa moyo, na maana inaenda kupandisha pressure. Na maana badala wake protini ndo za wanyama, ndo maana lakini pia kuna kitu kinaitwa carnitin. Hii carnitin ni kwamba ni compound ambayo inapatikana kwenye nini? Kwenye nyama. Hii ipo nyingi kwenye nyama nyekundu kama chanzo cha protini. Hii kwenye mfumo wa mmeng'enyo wa chakula hubadilishwa na bakteria kwenda kutengeneza trimethylamine. Ina maana wale bakteria kwenye utumbo wanaibadilisha hii carnitin kwenda kuzalisha kitu wanaita trimethylamine, then hii trimethylamine inabadilishwa kwenda kutengeneza trimethylamine oxide, na hii trimethylamine oxide ina athari kubwa sana kwa nini? Kwenye moyo. Ina maana inaathiri ule mzunguko wa nini? Wa damu, kwa kupandisha pressure. Na miongoni mwa bakteria ambao wanahusika kwenye utengenezaji wa hii compound trimethylamine ni Helicobacter macillians. Wanapatikana kwenye nini? Ni normal flora kwenye GI. Lakini pia trimethylamine oxide huathiri mfumo wa mzunguko wa damu kwa kupandisha shinikizo la damu. Kwa mtu asiye na shida ya figo ni kwamba hii hutolewa kupitia mkojo. Lakini kwa mgonjwa wa figo ni vizuri kuzingatia ili kujiepusha na hii changamoto. Hii ni kwamba kwa mtu ambaye hana changamoto ya figo ni kwamba akitumia ile nyama, hii compound ikazalishwa trimethylamine oxide, ni kwamba huwa inatolewa nje kupitia figo. Lakini kwa mtu ambaye ana changamoto ya figo, hii trimethylamine oxide huwa inabakia mule, na ikishakuwa nyingi ni kwamba inaenda kuathiri nini? Kuathiri mapigo ya moyo. Kutokana na hizo sababu, basi ni vyema kuzingatia chanzo bora cha protini. Na katika protini ambazo zinashauriwa kwa wagonjwa wa figo, kuna samaki, dagaa wabichi, nyama nyeupe, ambao nyama nyeupe hapa wanashauriwa nyama ya kuku. Lakini katika nyama ya kuku ni kwamba unatoa ile ngozi ya juu, unatumia ngozi ya ndani. Na matumizi ya yai ni kwamba utatumia kile cheupe cha nje, kile cha njano unaachana nacho, kwa sababu kile cha njano kina nini? Kina bad cholesterol. Lakini pia ni bora zaidi kwa wagonjwa wa figo kutumia mimea kama chanzo kikuu cha protini, ambao mostly kwa sasa hivi ni kinachosadikika ni soy milk. Na soy milk ikitokea kuna changamoto kubwa zaidi, basi utaongea na mtaalamu wako wa clinical dietitian, ataweza kukupangia ratiba nini ya utumiaji wa vyakula vingine vya protini kama tulivyotaja hapa. Kuna samaki, kuhusu nyama ya kuku, kuondoa ile ngozi, lakini pia na kutumia egg white. Lakini pia tuangazie kunako vyakula vya kupunguza au kuepuka kwa wagonjwa wa figo na sababu zake. Hii ndio point ya msingi ya kuzingatia, simple and clear. Ni kwamba kuna baadhi ya vyakula kwa mtu akishapata ni shida ya figo, ni kwamba sana inabidi
kuzingatia utumiaji wake. Kama tulivyosema, kuna vyakula vina potassium nyingi, kuna vyakula vina sodium nyingi, kuna vyakula vina phosphorus nyingi, na protini nyingi, calcium na vinginevyo. Hivyo hapa tutaenda kuangalia baadhi ya vyakula ambavyo kwa wagonjwa wa figo ni vizuri, ni very healthy. Na hivi vyakula, lakini pia kuna vyakula ambavyo sio vizuri. Kwa nini? Kwa watu ambao tayari washapata changamoto ya figo. Na kama nilivyowaambia kule kwamba mtu mwenye changamoto ya figo akishapata changamoto ya figo ni kwamba huwa anapata na changamoto nyinginezo. Mfano, pata changamoto ya figo, hapo tena tatizo la sukari linaingia. Hapo anapata changamoto ya figo, tatizo la nini? La pressure linaingia. Apata changamoto ya figo, huyo upata shinikizo la nini? Shinikizo la damu. Kwa hiyo hivi vyote ni kwamba mgonjwa mmoja utamkuta na changamoto ya figo, lakini hapo anaweza kuwa na nini? Na changamoto ya sukari. Ana changamoto ya figo, hapo ana changamoto ya sukari na pressure. Kwa hiyo hapa ni vyema kukaa na mtaalamu wako wa lishe, clinical dietitian, aweze kukusetia mfumo mzuri kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya matibabu ya chakula. Lakini pia kuna wengine wana vidonda vya tumbo. Unakuta na changamoto ya figo, lakini pia ana vidonda vya tumbo. Kwa hiyo vyakula vinabadilika kulingana nini? Na changamoto aliyonayo. Kwa sio kwamba hivi vyakula ni special kwa wagonjwa wote, hapana. Hivi ni vyakula ambavyo mostly vinatumika. Na ni vyakula ambavyo mostly mara nyingi havishauriwi kwa wagonjwa wa figo. Na maana unaweza kukuta ana sukari, ana pressure, ana changamoto ya figo, chakula kile anazuiwa. Ana changamoto ya sukari, ana changamoto ya figo, ana vidonda vya tumbo, hicho chakula anazuiwa. Kwa hiyo hapa tunaenda kusoma kuangalia vyakula ambavyo ni vya kuzingatia katika matibabu ya mgonjwa wa figo. Kwa upande wa viungo ni kwamba cha kwanza mgonjwa wa figo kwa kuwa kwenye hatari ya kupata na hii shinikizo la damu, basi kwenye vyakula tunamzuia utumiaji wa chumvi nyingi. Matumizi ya chumvi nyingi kama tulivyosema kule, chumvi ya mezani ile table salt, tukataja na namna ya kuepuka chumvi nyingi ambayo tunasema kwenye chumvi sana na tunamtarget sodium. Kwa namna ya kuepuka ile sodium. Na katika hivyo viungo, lakini pia kuna upande wa chai, kuna chai ya rangi, lakini pia kuna utumiaji wa wa kahawa. Hii yote kwa mgonjwa ambaye ana changamoto ya figo tunamzuia, kwa sababu ile vina caffeine, ambayo caffeine inaenda kuongeza pressure. Na mtu akishapata pressure kubwa tayari anakuwa kwa figo inapokea damu kwa pressure kubwa. Na kama tulivyosema, kwenye figo kuna mshipa vidogo vile unakuta vinafanyaje? Vinapasuka. Ukishapasuka tayari figo inafanyaje? Inapata shida. Na matumizi ya chumvi, lakini pia kuna matumizi ya karanga na peanut butter. Matumizi ya karanga na peanut butter ni kwamba hizi zina karanga na kiwango kubwa cha phosphorus, potassium, lakini pia kuna compound inasema oxalate. Hii oxalate huwa inaenda kuharibu figo. Ina maana kuna oxalate na hapo kwenye damu kuna calcium, ni kwamba hii oxalate inaenda kuungana na calcium hivyo kutengeneza kitu wanakiita stone. Stone hiyo ikiingia kwenye figo tayari inaenda kuleta shida. Hivyo ni vizuri kuzingatia na kuepuka au kupunguza matumizi ya peanut butter kwa wagonjwa wa figo. Na hii utakaa na clinical dietitian wako, atakuelekeza namna bora ya utumiaji wa hivi vyakula. Lakini pia kuna kahawa na majani ya chai yale kama tulivyosema. Lakini kuna utumizi wa mafuta, kwamba mafuta kama tulivyosema, kuna mafuta mabaya ambayo yanaleta athari, yanaharibu utendaji kazi wa moyo
Lakini pia kuna yale mafuta ambayo ni very healthy, ni mazuri kwa nini? Kwa afya ya moyo. Mafuta ya kupikia ambayo tunasema kuna saturated na unsaturated fat. Hasa mafuta ya saturated tunayazuia. Na sifa mafuta bora kwa matumizi ya afya zetu ni yale ambayo hayajaganda kwenye jotoridi la mazingira ya kawaida na moishi. Ni kwamba yale mafuta ambayo unakuta yameganda, basi katika hali ya kawaida hii tulionayo, basi hayo sio mafuta mazuri kwa nini? Kwenye matumizi kwenye mwili wa binadamu, ambayo hayo ndio tunaita saturated fat. Na badala yake tunatumia mafuta ambayo hayajaganda. Mafuta ambayo hayajaganda. Na katika mafuta kuna mafuta ya alizeti na mafuta ya mzaituni, ndio katika mafuta ambayo yanashauriwa kwa mgonjwa wa figo. Lakini pia tukija upande wa matunda, ni kwamba kuna matunda ambayo ni hatari kwa wagonjwa wa figo. Tuliona kule mgonjwa wa figo anakuwa katika hatari ya kupata hyperkalemia, potassium yake zinakuwa za juu. Kwa hiyo kuna vyakula kama ndizi, parachichi, chungwa na nyanya, ni kwamba hivi vina potassium za juu. Hivyo mtu akivitumia tayari anaenda kupandisha potassium, na badala yake inabidi kuviepuka. Lakini pia kuna matunda mengine, kuna tende, lakini pia na matunda haya ya kukausha. Ni kwamba yana sukari yake inakuwa nyingi. Kwa hiyo kwa mtu mwenye changamoto ya figo tayari anakuwa kwenye hatari ya kupata changamoto ya sukari. Hivyo mbadala yake ndo maana tunamshauri utumiaji wa tende, matunda ya kukausha, au zingatie na kuepuka matumizi mabaya, kwa sababu yanapandisha sukari. Lakini pia sukari na kalori energy inakuwa kubwa, lakini pia anakuwa kwenye uzito wa kupitiliza, hatari ya kupata uzito wa kupitiliza, na badala yake shinikizo la damu. Hivyo ni vyema kuyazingatia vitu. Lakini pia tuangalie upande wa mboga mboga. Kuna mboga sio nzuri kwa wagonjwa wa figo, kwa sababu zina madini yale tunasema potassium. Mfano kuna karoti mbichi na beetroot, ni kwamba zina potassium nyingi, na ukizila tu inakuwa kwenye hatari ya kupandisha potassium. Kuna karoti hapa, lakini na beetroot hapo. Lakini pia kuna spinach ya kupikwa, ambao na yenyewe spinach ina potassium nyingi pia na oxalate, ambao hizi zote ni hatari sana kwa kwa afya ya figo. Oxalate inaenda kuungana na calcium kutengeneza calcium oxalate, ambao calcium oxalate ile inaenda kufacilitate utengenezaji wa kitu tunasema stone, ball stone. Na maana kama stone fulani ambayo inaenda kujishikiza kwenye figo, hivyo kupunguza utendaji kazi wa figo. Pia kuna jamii ya wanyama na kunde, kama tulivyosema huko nyuma. Kuna soya, maharage na njegere kavu. Na hapa ni kuzingatia soya, maharage na njegere kavu, yote ni sio vizuri. Kwa nini? Kwa matumizi ya kama chakula kwa mgonjwa wa figo, inabidi kuzingatiwa. Na mbadala wake ni kwamba ina kiwango kikubwa cha potassium. Na hapa tuzingatie soya ukavu ule, ni kwamba kiwango cha maji kishatoka. Yaani soya, maharage na njegere ni kwamba yakishakauka yale maji si yanapotea. Kwa hiyo ina maana concentration ya zile potassium inaongezeka. Badala yake maana tunazuia. Lakini pia kuna nyama nyekundu, maini na utumbo, kama tulivyozungumza kule, kwamba hizi zina cholesterol nyingi. Tumezungumza pia kuhusu carnitine, trimethyl amino oxide na vingine vyote, phosphate za juu sana. Kwa hiyo badala yake inabidi kuziepuka. Kwa nini? Kwa afya ya figo. Lakini nyama nyekundu kama hiyo. Lakini hivyo ndio vyakula vya kuepuka, na badala yake kuna vitu vingine ambavyo vitu vingine vya kuzingatia.
ni hivi vyakula vya kusindika. Kuna chocolate, kuna soda. Kama tulivyosema kule, vyakula vya kusindika ni kwamba vinakuwa na nini? Phosphate nyingi, lakini pia kuna vingine wanasindika wanawekea sodium, madini ya sodium mengi, lakini pia na sukari yake. Na kuna vingine mfano kama Pepsi unakuta vina caffeine, ambayo hiyo caffeine inaenda kupandisha pressure na figo tayari ushafanyaje, ushaharibu. Lakini pia kuna juisi ya machungwa, kama nilivyosema, machungwa yana potassium nyingi ambao ni hatari kwa mgonjwa wa changamoto ya figo. Lakini pia kuna maziwa na bidhaa za maziwa, na maziwa bidhaa za maziwa ni kwamba yanakuwa na calcium nyingi na phosphorus nyingi, na bidhaa za maziwa ni kama yogurt, kuna cheese na vinginevyo. Mbadala wake inabidi kufanyaje, kuwa makini navyo kwa wagonjwa wa figo. Pia wewe tuangalie vyakula vya kutumia sasa. Tumeona vyakula vya kujizuia kwa wagonjwa wa figo, na mbadala wake mtu anaweza kawa na swali, hasa amenizuia vyakula vyote hivi, nitatumia vyakula gani sasa? Hasa hapa ndo watu tuangalie baadhi ya vyakula vya kutumia. Vyakula vya kutumia kwa mgonjwa wa figo kwenye upande wa matunda ni kwamba kuna matunda kama vile apple, tango, pera, peasi, zabibu, nanasi, berries, blueberries. Ni kwamba inaruhusiwa kutumia kwa mgonjwa wa figo, na katika faida zake ni kwamba zina antioxidant. Antioxidant zile zinasaidia kufanyaje, kuzuia uharibifu wa seli. Ina maana zinatoa ulinzi, zinatengeneza seli kwa nini, kwa imara, kwa sababu haya matunda yana vitamin C, lakini pia yana flavonoids, kuna na vitamini nyingi ambazo zinasaidia katika ulinzi wa nini, wa seli. Lakini pia kuna vyakula vya nyuzi. Katika hivi vyakula ni kwamba kunakuwa na nyuzi ambazo tunaita fiber, ambazo zinasaidia kwenye mfumo mzuri wa mmeng'enyo wa chakula kwa kupandisha sukari haraka, lakini na kuboresha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Tukija kwa upande wa mboga ni kwamba kuna baadhi ya mboga ambazo ni nzuri kutumia. Kuna mboga kama biringanya, cabbage, pilipili hoho, karoti zilizopikwa, kitunguu maji, kitunguu saumu, tangawizi, matembele, bamia. Vyote ni katika vyakula vizuri vya kutumia kwa mtu mwenye changamoto ya nini, mwenye changamoto ya figo. Baadhi ya faida zake ni kwamba hivi vyakula vina vitamin na madini mazuri, ambao pia zinatoa vitamin muhimu kama vile vitamin A, vitamin K. Zote hizi zinasaidia katika nini, kinga ya mwili. Mfano vitamin A inasaidia kuona vizuri, lakini pia ulinzi wa seli wa seli, epithelial lining. Lakini pia vitamin K inasaidia kwa nini, kwenye repair ya tissue. Lakini pia nishati ya chini ambazo zinatoa kiwango kidogo cha sukari, hivyo ni muhimu kwa mgonjwa wa figo ili kudhibiti nini, ule uzito wake. Pia tukija upande wa nyama na kunde, kama tulivyosema, nyama nyekundu watu tunaizuia, mbadala wake tunaruhusu nyama nyeupe. Na upande wa kunde kuna maharage, njegere mbichi. Yaani njegere na maharage mabichi ndio yanaruhusiwa, ila akishakauka ni kwamba huwa anapoteza nani, kile kiwango cha maji, lakini pia potassium na concentration inaongezeka, hivyo inabidi yawe mabichi ili kiwango cha potassium kiwe chini. Lakini pia kuna samaki na dagaa wabichi, na yenyewe inabidi kuzingatia. Nyama ya kuku ukiondoa ile sehemu nyeupe. Lakini pia kuna yai, tumia yai, sehemu nyeupe ya yai, kile cha ndani achana nacho. Hivyo maharage mabichi, samaki, dagaa wabichi, kuna nyama ya kuku iliyotolewa ngozi tunaiona, lakini pia kuna nini, na sehemu nyeupe ya yai, kile cheupe ndio tunafanyaje, kinatumika. Baadhi ya faida zake ni kwamba inatoa nini, protini zenye ubora. Kama tulivyosema, protini inatakiwa isiwe nyingi. Kwa nini? Kwa mtu mwenye ugonjwa wa figo.
ina maana inatakiwa iwe kiasi kidogo. Kwa hiyo vyakula vinasaidia katika kutoa protini zenye ubora, lakini pia kuna omega 3 fatty acid ambazo zinasaidia katika kupunguza uvimbe kwenye mwili ambao tunaita inflammation. Ni kwamba kuna omega 3 na omega 6 fatty acid. Hizi omega 3 na omega 6 zinasaidia kutengeneza cytokine, ambazo hizo cytokine ni tuseme kama ni signal ya kusaidia kwenye inflammation. Kwa hiyo vitamin 6 tunaweza tukamwangalia kwa pembeni, na maana tumeweka pembeni tutumie nini? Omega 3. Omega 3 zenyewe zinatengeneza cytokine ambayo ni signal yake is not very sensitive. Ina maana sio very sensitive ukilinganisha na nini, na hii vitamin na omega 6. Lakini pia hivi vyakula ni kwamba vina madini chuma. Kama tunavyojua madini chuma yanasaidia katika utengenezaji wa nini, wa seli nyekundu. Hivyo shampatia madini chuma ya kutosha, lakini pia ukatoa na erythropoietin ukiwa inatalishwa, basi anakuwa kwenye mazingira ya kutengeneza seli nyekundu za damu. Pia tuje kwenye wanga. Hapa ni kwamba mgonjwa wa figo akishapata hii shida, ni kwamba anahitaji wanga kwa ajili ya kutengeneza nishati, kuwa na nishati kwenye mwili wake. Hivyo badala yake matumizi ya wanga ni kwamba huwa anashauriwa atumie vyakula ambavyo havijakobolewa. Ina maana kama anatumia unga, atumie unga ambao haujakobolewa, ngano ambayo haijakobolewa, mchele ambao haujakobolewa, ambao kwenye mchele tuna ule brown, ule mchele wa brown ndio unaruhusiwa kwa mtu mwenye changamoto ya figo. Lakini pia ugali na ngano ambazo hazijakobolewa, anaweza kutumia mahindi, magindi, yote vinaruhusiwa kwa mgonjwa wa figo. Na baadaye tunaweza kuziona hizo. Lakini pia kuna baadhi ya faida zake, ni kwamba kuna wanga ni chanzo cha nishati, lakini pia hizi wanga ambazo hazijakobolewa zinakuwa na nyuzi fiber ambazo zinasaidia kwa nini, kwenye mmeng'enyo wa chakula. Lakini pia zinakuwa na kiwango kidogo cha sodium kwa sababu zote hazijasindikwa. Pia tukija kwenye viungo, kama tulivyosema kule, tumemzuia mtu asitumie kahawa, asitumie majani ya chai. Badala yake kwenye viungo anaweza kutumia mchaichai, akatumia tangawizi, iliki, karafuu, ili kuongeza nini, ladha nini ya chakula. Baadhi ya faida yake ni kwamba ni zina antioxidant, kama tulivyosema kule mwanzoni kwamba zinasaidia katika kupambana na uharibifu wa seli. Lakini pia mafuta ya alizeti yanatoa afya, na mafuta ya mzeituni ni mafuta mazuri sana kwa mtu mwenye changamoto ya figo. Lakini pia ngoja tuangalie kipengele cha mwisho sasa. Hapa ndo itabidi tuwe makini kwa hii kipengele, kwa sababu ndo wanasema kwamba ni bora kinga kuliko tiba. Ni bora kinga kuliko tiba. Kwa hapa tunaenda kuzungumzia mambo yanaweza kusababisha ugonjwa wa figo. Ni vizuri kwa kila mtu kuyajua, na kila mtu kujiweka kwenye mikakati kadri na namna ya kupambana na haya magonjwa. Baadhi ya mambo yanaweza kusababisha changamoto ya figo, la kwanza ni shinikizo la damu. Shinikizo la damu ambalo tunaita hypertension kwa hospitalini, lakini pia kwa jina jingine tunaita pressure ya juu. Na maana shinikizo la damu la juu likishakuwa juu, ni kwamba huwa inaenda kuathiri figo kwa namna moja au nyingine. Ni kwamba moyo unasukuma damu kwa pressure kubwa kwenda kwenye figo, na kama tunavyojua kwenye figo ni kwamba kuna vimishipa vidogo vidogo, na hivyo vimishipa ikitokea pressure ni kubwa sana, tayari vile vimishipa tunaviweka kwenye hatari ya kufanyaje, kupasuka, na vikishapasuka havifanyi kazi tena, tayari hiyo figo inapoteza nini, utendaji kazi wake mzuri. Lakini pia kuna sukari ikiwa nyingi, ndio hivyo na pressure vinaambatana na kwenye na usika kwenye nini,
kwenye vile vimshipa vya figo vinapasuka, lakini pia uzito uliopita kiasi. Ni kwamba haya magonjwa yote ni kwamba tuseme yana ukaribu sana. Mtu mwenye uzito wa kupitiliza anakuwa kwenye hatari kubwa sana ya kupata nini, shinikizo la damu, au unakuta mtu mwenye uzito mkubwa sana na pressure yake inakuwa ya juu. Umeona? Lakini pia mtu mwenye kisukari, ukiangalia upande mwingine, shinikizo la damu lenyewe inakuwa ya juu. Kwa hiyo ni magonjwa ambayo yanakaribiana. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine inabidi kufanyaje? Kuweka mikakati kwa ajili ya kupunguza hatari ya haya magonjwa. Na maana ukifanya management mapema, basi utaweza kujiweka katika mazingira ambayo ni mazuri kwa afya ya figo. Na haya magonjwa yote yanatibika kupitia lishe, lakini pia kupitia na medical, ambayo tunasema medical treatment, matibabu ya kihospitali, lakini pia matibabu ya lishe. Magonjwa yote yanatibika. Lakini pia kuna sababu nyingine, kuna ulevi na uvutaji wa sigara. Haya ni hatari kubwa sana kwa mtu mwenye figo. Ni kwamba mlevi, ni kwamba kwanza pombe inaathiri ini. Ini halifanyi kazi vizuri. Tayari tunajua kazi ya ini kufanya kuondoa sumu mwilini. Kwa maana zile sumu zikiwa nyingi sana zinaenda kuharibu zinaenda kuharibu figo. Lakini pia mtu mlevi mvuta sigara anakuwa kwenye hatari ya kupata kansa. Kuna hii kansa ya mapafu, lakini pia kuna kansa ya ini, saratani ya ini, saratani ya mapafu. Vyote mtu mlevi mvutaji sigara anakuwa kwenye hizo hatari. Lakini pia huyu mtu anakuwa kwenye hatari anakuwa anapandisha damu, pressure ile inapanda mara kwa mara. Ina maana ile damu inasukuma damu kwa pressure kubwa, na ile pressure ikienda kwenye figo, ni kwamba figo inapokea damu ikiwa na pressure kubwa, na ikiwa kubwa sana ndio maana unakuta damage, ni kwamba vile vidogo unaviharibu. Hivyo ni vizuri kujiepusha na ulevi, lakini pia na sigara kwa ajili ya afya ya figo zetu. Lakini pia kuna changamoto nyingine ya maambukizi. Maambukizi ya figo ni kwamba ukiwa na maambukizi ya figo, ya ugonjwa kwenye figo, ni kwamba figo inaweza ikapunguza utendaji kazi wake, na yasipotibiwa basi figo inaenda kuharibika kabisa. Lakini pia kuna matumizi ya dawa za kulevya. Kuna watu wanatumia dawa bila hata ushauri wa madaktari. Wanatumia dawa wenyewe wanavyojisikia wanatumia. Kwa hiyo utumiaji wa hizi dawa kwa muda mrefu bila ushauri wa daktari zinaenda kusababisha kuathiri utendaji kazi wa figo. Lakini pia mwisho kuna historia ya familia, ambao kuimanage kidogo kuna changamoto. Ni kwamba kuna familia unakuta zina historia ya ugonjwa wa figo. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine hawa wanahitaji management yao, ambao kwa namna moja ama nyingine historia ya kifamilia. Ni kwamba mtu anapata shida au ugonjwa wa figo, kwa kweli changamoto ipo kwenye familia. Unakuta baba alikuwa nayo, akaja mjukuu, akaja mtu mwingine, baba, hivyo. Kwa hiyo ni changamoto za kifamilia zinaweza kufanyaje, inaweza kusababisha ugonjwa wa figo. Mpaka hapo mimi nitakuwa nimemaliza. Labda kama kutakuwa kuna swali, basi tutaruhusiwa kuuliza. Lakini pia kuna baadhi ya vitabu niweza kupitia. Ni kwamba skills zote ni kwamba nimechukua kutokea katika nukuu mbalimbali, na hizi ni baadhi ya nukuu, hivyo tunaweza kuzitumia kusaidia kufanyaje, kurejelea vile tulivyozungumzia hapo juu. Ni kwamba mimi mwenyewe mwongozaji wa mada siku leo, ni kwamba mimi naitwa Nasir Eric Murshid, ni clinical nutritionist,
and dietitian. Na kama ninavyosema kwamba the food is medicine, chakula ni dawa. Ndo kauli mbiu yangu. Kupitia chakula tunaweza tukatibu magonjwa mbalimbali kwa kuzingatia kiwango, kiasi na hali ya miili yetu. Na sometimes watu wengine wanaweza wakajiuliza maswali kutokana na haya tuliyozungumza. Mtu akawa na swali sehemu fulani, basi mtaweza kunipata kwa WhatsApp kupitia hii namba. Lakini pia tusisahau kulike na kusubscribe hii channel yetu, ili hapo baadaye kukiwa na concern niweze kwa nyepesi kufanyaje kukufikishia. But ni kwenye comment, wale watakaokuwa na jambo la kuongezea wanaweza kaongezea, ili kusaidia nini afya ya figo zetu. Na mimi nitakuwa nimeishia hapo. Kwa mtu ambaye atakuwa na changamoto akitaka kuniface direct, naweza akanicheck kwa hiyo namba on WhatsApp.